بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. نعم، وتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la nahau, na leo tupo katika babul maf'uli alladhi lam yusamma fa'iluhu. Tamam. Tupo katika mlango wa mtendewa, alladhi ambaye, maf'uli manake mtendewa, alfa'ilu mtendaji, maf'uli mtendewa. Kwa hiyo leo tupo katika mlango wa mtendewa alladhi ambaye lam yusamma fa'iluhu, fa'il wake hajatajwa bali kimetajwa kitendo na huyo mtendewa. Tamam. Tumezoea kuona kwamba kuna fi'li kisha kuna fa'il kisha kuna maf'ulun bihi. Tamam. Lakini mlango wa leo huu tutamsoma maf'uli, kwa maana mtendewa ambaye kimetajwa kitendo na yeye fa'il wake hajatajwa. Tamam. Anasema Sheikh, wa yusamma naib al-fa'ili, na anaitwa huyo maf'uli ambaye mtendewa wake hakutajwa, anaitwa naib al-fa'ili, anaitwa naibu wa fa'il. Kwa maana baada ya kuwa mtendaji wake kaondoshwa, sawa sawa, kikabaki kitendo, basi yeye yule maf'uli akachukuliwa akawekwa katika nafasi ya yule mtendaji, yeye ndiye akawa naibu wa mtendaji. Tamam. Kwa hiyo anaitwa al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'ilu, mtendewa ambaye fa'il wake hajatajwa, lakini pia kwa jina jingine anaitwa naiba al-fa'il, naibu wa fa'il, kwa maana naibu wa mtendaji. Tamam. Anasema Sheikh, wa huwa, na huyo maf'uli alladhi lam yusamma fa'ilu, al-ismu al-marfu'u, ni jina lililorufaishwa, alladhi, jina ambalo lam yudhkar ma'ahu fa'iluhu, lam yudhkar, hajatajwa, ma'ahu, pamoja na jina hilo, fa'iluhu, mtendaji wake. Tamam. Alladhi, jina ambalo lam yudhkar, hakutajwa, ma'ahu, pamoja na jina hilo, fa'iluhu, mtendaji wake. Yani anakusudia anna al-maf'ula, kwamba mtendewa, alladhi, yani anakusudia anna al-maf'ula, ya kwamba mtendewa, alladhi ambaye kwamba lam yusamma fa'iluhu, mtendaji wake hakutajwa, yusamma aidan, anaitwa vile vile naib al-fa'ili, anaitwa naibu wa mtendaji. Huwa al-maf'ulu alladhi, naye huyo ni mtendewa ambaye yaqumu maqama fa'ilihi, anakaa katika nafasi ya mtendaji wake, fi jami'i ahkamihi, katika hukumu zake zote, fi jami'i ahkamihi, katika hukumu zake zote, baada hadfi al-fa'ili, baada ya kuondoshwa ule mtendaji, ligharadhin min al-aghradi, ligharadhin, kwa lengo, min al-aghradi, miongoni mwa malengo ya kilugha. Tamam. Ka qawlihi ta'ala, kama mfano kauli yake Allah aliposema, wa khuliqal insanu dha'ifa, wa khuliqal insanu dha'ifa, na ameumbwa mwanadamu dha'ifan, hali ya kuwa ni dhaifu. Al-aslu, asili ya sentensi hii ni kusemwa wa khalaqa Allahu al-insana, na Allah amemuumba mwanadamu, biraf'i lafdhi al-jalalati, kwa kulirufaisha lafdhi al-jalala, ala al-fa'iliyya, kwa kuhukumiwa kuwa ni fa'il, sawa sawa, au ala al-fa'iliyya, kwa kuwa hukumu yake ni fa'il. Tamam. Biraf'i lafdhi al-jalalati, kwa kurufaishwa lafdhi al-jalala ala al-fa'iliyya, kwa kuwa hukumu yake ni fa'il. Wa nasbi al-insan, na kunasibishwa tamshi la insan, ambalo pale kwenye wa khuliqa al-insanu limerufaishwa ala al-fa'iliyya, kwa kuwa hukumu yake ni maf'uli. Fahudhifa al-fa'ilu, basi kwa nini ikawa khuliqa al-insanu na isiwe wa khalaqa Allahu al-insana? Anasema fahudhifa al-fa'ilu, basi akaondoshwa fa'il, wa huwa lafdhu al-jalalati, nao ni tamshi la jalali, ambalo ni Allah,
lililmi bihi, lengo la kuondoshwa lililmi bihi, kwa sababu limeshafahamika. Ndio maana akasema pale baada hadhfi alfa'ili, baada ya kuondoshwa mtendaji, ligharadhin min alaghradi. Tamam. Kwa hiyo lengo la kuondoshwa tamshi la jalali ambalo ni Allah, baada ya kuwa wa khalaqa Allahu al-insana, ikawa wa khuliqa al-insanu, ni nini? Lililmi bihi, kwa sababu ameshafahamika huyo aliyemuumba mwanadamu. Kwa fahudhifa alfa'ilu, basi akaondoshwa fa'il, wa huwa lafdhul jalalati, naye fa'ili huyo ni lafdhul jalali, kwa maana Allah, lililmi bihi, kwa sababu ameshafahamika. Fabaqiya alfi'lu, basi kikabakia kile kitendo cha khalaqa, muhtajan ila ma, muhtajan kikabakia ni chenye kuhitajia, ila ma, kile kitu ambacho yusnadu ilaihi, yusnadu kitaegemezwa kitendo ilaihi, katika kitu hicho. Tamam. Fauqima almaf'ulu bihi, basi ikawekwa ile maf'uli bihi ambayo ni al-insana, maqama al-fa'il, ikaikwa katika nafasi ya fa'il, fil isnadi ilaihi, fil isnadi, katika kuegemezwa kile kitendo ilaihi, kwa nani? Kwa huyo fa'il. Tamam. Kwa hiyo baada ya kitendo kuegemezwa kwa fa'il, kikaegemezwa kwa nani? Kwa al-maf'ul bihi. Tamam. Baada ya hapo fa'utiya jami'a ahkamil fa'ili, fa'utiya kwa maana thumma. Sasa fa'utiya, kisha akagewa yule maf'uli bihi jami'a ahkamil fa'ili, hukmu zote za fa'il. Fasara almaf'ulu, basi akawa yule maf'ul marfu'an, akawa ni mwenye kurufaishwa, baada an kana mansuban, baada ya kuwa ni mwenye kunasibishwa. Kwa maana kiasili ilibidi anasibishwe, lakini baada ya kuwa ni mwenye kunasibishwa akarufaishwa. Tamam. Hakadha faltabasat suratuhu bisurati alfa'ili, faltabasat, ikachanganyika suratuhu, sura yake, kwa maana ikaingia ile sura yake, bisurati alfa'ili, ikaingia katika sura ya fa'il. Tamam. Baada ya kuwa ni yenye kunasibishwa ikawa ni yenye kurufaishwa. Tamam. Fahtija ila tamyizi ahadihima, basi kukahitajiwa hapo, fahtija, basi kukahitajiwa hapo, ila tamyizi ahadihima, kukahitajiwa kutofautisha kati ya viwili hivyo, anil akhar, ahadihima anil akhar. Tamam. Fahtija, basi kukahitajiwa ila tamyizi ahadihima anil akhari, kukitofautisha kila kimoja anil akhar, na chingine, kwa maana kutofautisha kati ya fa'il na maf'uli ambaye tayari ameshagiwa hukumu ya fa'il, bihaithu, kwa namna ambayo idha sum'a lafdhul fi'li, sasa litakaposikiwa tamshi la kitendo, yu'addu, kuzingatiwe, yu'addu, kuzingatiwe, anna ma ba'dahu fa'ilun au naibu 'anil fa'il, kuzingatiwe anna ma ba'dahu, kwamba kile kilichokuja baada ya fi'li, fa'ilun ni fa'il, au naibun 'anil fa'il, au ni naibul fa'il. Tamam. Sio, tumeelewana vizuri hapa? Baada ya kuwa ameondoshwa fa'il, akawekwa maf'uli bihi, sawa, katika nafasi ya fa'il, na yule maf'uli bihi akachukua sura ya fa'il, kwa maana akawa ni mwenye kurufaishwa baada ya kunasibishwa. Sasa kukahitajiwa kuwekwe tofauti, kuwekwe tofauti, sawa, na tofauti hapa haiwezi kuwekwa tena katika upande wa nini, wa yule maf'uli ambaye amegawa hukumu ya fa'il. Tofauti hapa inabidi iwekwe kwenye nini? Kwenye kitendo, sawa sawa, kwa sababu fa'il marfu'u, na huyu maf'uli aliyegawa hukumu ya fa'il naye ni marfu'u. Sasa tutatofautisha vipi hapa? Inabidi tuweke tofauti kwenye kitendo, kwa maana kitendo ambacho mbele yake anakuja fa'il kiwe katika sura fulani, na kitendo ambacho mbele yake anakuja naibul fa'il, naibul fa'il ambaye ni upi? Ni ule maf'uli aliyegawa hukumu za fa'il, kiwe katika sura nyingine. Tamam.
Ndio akasema fabaqiya alfi'lu ma'a alfa'il ala suratihi alasliya, basi kikabakia kitendo ma'a alfa'ili, pamoja na fa'ili wake, ala suratihi alasliya, kwa maana fabaqiya alfi'lu, sasa basi kikabakia kitendo ma'a alfa'ili, kinapokuwa pamoja na fa'ili wake, ala suratihi alasliya, kikabakia katika sura yake ya asili, wa huyira, na kikabadilishwa kitendo, kwa maana kikawekwa katika sura nyingine, ma'a naibihi, kinapokuwa pamoja na naib wa fa'il. Naib wa fa'il ambaye ni upi? Ni maf'ulin bihi. Tamam. Kwa hiyo sasa ikawa mujarrad wa kutajwa kitendo kisha mbele likaja jina ambalo ni marfu'i, inafahamika kwamba hii ni fi'li wa fa'il. Tamam. Na ikawa pia kwa mujarrad wa kutajwa kitendo kisha mbele likaja jina jingine ambalo ni marfu'u ambaye ni naibul fa'il, kile kitendo kutajwa tu kwa kuwa kimetofautishwa ikawa inafahamika kwamba huyo aliyekuwa mbele sio fa'il bali ni naibu alfa'il. Tamam. Hakadha. Kwa maana vipi? Kwa maana kitendo sasa kinapokuwa kipo na fa'ili wake, kitabakia katika sura yake ile ile ya asili. Wakasema fabaqiya alfi'lu ma'a alfa'il ala suratihi alasliya. Kama ni dharaba itakuwa ni dharaba, mathalan dharaba zaidun, jaa zaidun. Sasa tamam. Hakadha. Kisha wa huyira ma'a naibi, na kikabadilishwa kile kitendo ma'a naibihi, kinapokuwa pamoja na naibul fa'il, kwa maana kitendo kikawekwa katika sura nyingine. Mfano wake kule tumesemaje? Dhahaba zaidun au dharaba zaidun au jaa zaidun. Tamam. Tutumie dharaba tumesemaje kule? Dharaba zaidun, zaidi amepiga, si ndio? Tamam. Hapa dharaba ipo katika sura yake ya asili, lakini inapokuwa na naibul fa'il, hii dharaba inabadilishwa. Inakuwaje? Inakuwa ni dhuriba zaidun, dhuriba zaidun. Kwa hiyo kwenye dharaba zaidun, kwa kuwa fiili ya dharaba ilibakia katika asili yake, basi huyu zaidi aliyekuja baada yake ni fa'il. Tamam. Hadha almaana. Kisha kwenye dhuriba zaidun, kwa kuwa hii dhuriba ni asili ya dharaba, na hapa imebadilishwa baada ya kuwa dharaba ikawa ni dhuriba, basi ili jina ambalo liko mbele yake sio fa'il bali ni naibu alfa'il. Tamam. Na tafsiri yake ni vipi? Dharaba zaidun, zaidi amepiga. Sawa. Mfano wake dharaba zaidun amran, zaidi amempiga amran. Tamam. Lakini sasa tukitaka tubadilishe, tumtoe zaidun sasa, sawa, kisha huyo amran ambaye ni maf'ul bihi tumweke nafasi ya zaid, awe ni naibul fa'il au awe ni almaf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu. Itakuwaje hii fi'li ya dharaba? Itakuwa ni dhuriba amrun, dhuriba amrun. Sawa sawa. Kwa hiyo kwa kuwa hii imekuwa ni dhuriba na si dharaba, kwa maana hii imebadilika, baada ya kuwa ni dharaba ikawa ni dhuriba, basi nini? Ni ishara kwamba aliyekuwa mbele sio fa'il bali ni naibul fa'il. Kwa hiyo hichi ndicho kitofautishi ndicho nini? Kitofautishi kinachotofautishia kwamba ili jina lilokuja mbele kuwa ni fa'il au maf'ul au naibu alfa'il. Akasemaje pale? Fahtija faltabasat suratuhu bi surati alfa'ili fahtija ila tamyiz ahadihima lil akhar bihaythu idha sum'a lafdhu alfi'li, bihaythu, kwa namna ambayo idha sum'a lafdhu alfi'li, litakaposikiwa tamshi la kile kitendo, yuaddu anna ma ba'dahu, kitazingatiwa kwamba kile kilichokuja baada ya kitendo kuwa ni fa'il au naibu alfa'il. Kwa hiyo wakabadilisha upande gani? Upande wa kitendo. Kitendo chenye fa'il kitabakia katika sura yake ya asili, kitendo chenye naibul fa'il kitabadilishwa. Sawa sawa. Dharaba zaidun amran, hiki ni kitendo ambacho mbele yake kuna fa'il na baada ya fa'il amekuja maf'ul bihi. Tamam. Lakini tumtoe zaidi tumweke amran, itakuwaje? Dhuriba amrun,
hiki kitendo kimebadilishwa, hii si sura yake ya asili. Sura yake ya asili ni dharaba. Kwa hiyo huyu amrun si fa'il bali ni naibu al-fa'il. Kisha akasema thumma nadhani kwa tumeelewana vizuri hapo tamam. Hakadha thumma bayyana kayfiyata taghyir al-fi'li. Thumma kisha bayyana akabainisha mtunzi wa matn Ajurumi ibn Ajurumi rahimahullahu ta'ala. Thumma bayyana kisha akabainisha kayfiyata taghyir al-fi'li, namna kinavyo tamam. Hakadha thumma bayyana kisha akabainisha mtunzi kayfiyata taghyiri al-fi'li, namna kinavyobadilika kitendo, biqaulihi, kwa kusema kwake, fa in kana al-fi'lu madhiyan, ikiwa kitendo kitakuwa ni cha madhi, dhumma awwaluhu, kitatiwa dhumma katika herufi yake ya kwanza, wa kusira ma sawa, wa kusira na kutatiwa kasra ma katika ile herufi iliyopo kabla akhiri, kabla ya herufi ya mwisho. Nahu, mfano kusema wa khuliqal insanu, utaona katika khuliqa asili ya khuliqa ni khalaqa, tamam. Lakini kwa kuwa ameondoshwa fa'il lililmi bihi, kwa kuwa anafahamika, akaekwa naibul fa'il ambaye asili yake nani? Maf'uli. Baada ya kuwa khalaqa ikawa ni khuliqa, na utaona kweli herufi yake ya kwanza imetiwa dhamma na herufi yake iliyopo kabla ya herufi ya mwisho ambayo ni lam imetiwa kasra, tamam. Hakadha wa i'rabu, na i'rabu yake khuliqa fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Fi'lun madhin, khuliqa ni kitendo cha madhi, mabniyun kilichojengewa, lima kwa yule maf'uli ambaye sasa, lima kwa yule maf'uli ambaye lam yusamma fa'iluhu, mtendaji wake hajatajwa. Wa in shi'ta qulta, na ikiwa utataka utasema mabniyun lilmajhuli. Utasemaje? Fi'lun madhin mabniyun lilmajhuli, utasema hivyo, tamam. Wa huwa, na i'rabu hii ya pili ya kusema fi'lun madhin mabniyun lilmajhuli bimaana ma qablahu, ina maana ya i'rabu ile ile iliyopo kabla yake, tamam. Hakadha wal insanu, na i'rabu ya insan naibul fa'ili marfu'un. i'rabu ya insan ya al-insan tunasemaje? Naibul fa'il, kwa maana al-insanu naibul fa'il ni naibu wa fa'il marfu'un, aliyerufaishwa bi dhammati adh-dhahira, wa dhamma ya wazi, wa dha'ifan halun mansubun, sasa halun mansubun bil fathati adh-dhahira, tamam. Hakadha halun mansubun bil fathati adh-dhahira min al-insan, ni hali iliyonasibishwa min al-insan, ambayo ni hali ya yule insan, tamam. Hakadha sio mahala pake, masuala ya hali hapa si mahala pake, tupo katika mada nyingine, kwa tusiingilie, tamam. Tunaenda hatua kwa hatua. Wa in kana al-fi'lu mudhari'an, na kikiwa kitendo ni cha mudhari, dhumma awwaluhu, kutatiwa dhumma katika nini? Herufi yake ya kwanza. Wa futiha ma, na itatiwa fataha ma, herufi iliyopo kabla akhiri, kabla ya mwishoni mwake. Nahu, mfano kusema yudhrabu zaidun, zaidi anapigwa au zaidi atapigwa. Bi dhammi al-awwali, kwa kutiwa dhamma ile herufi ya mwanzo ambayo tunaiona hapa ni ye. Wa fathi ar-ra'i, na kwa kutiwa fatha re, allati re, ambayo kabla akhiri, iliyopo kabla herufi ya mwisho ya mudhari, tamam. Wa i'rabu, na i'rabu yake yudhrabu fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu. Wa in shi'ta qulta mabniyun lilmajhul, kwa maana ukitaka utasemaje? Fi'lun mudhari'un mabniyun lilmajhul, wa huwa bimaana ma qablahu, tamam. Hakadha bimaana ma qablahu. Wa zaidun, na zaidi pale naibul fa'ili marfu'un bidhammati adh-dhahira, tamam. Hakadha. Baada ya hapo sasa Sheikh akaingia kutufahamisha vigawanyo vya al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, vigawanyo vya mtendewa ambaye fa'ili wake hajatajwa, au vigawanyo vya naibul fa'ili, tamam. Hakadha, huyu maf'uli ambaye mtendaji wake hajatajwa anafahamika kama al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'iluhu, au anafahamika kwa jina jingine kwamba ni naibul fa'il, kama Sheikh alivyotuambia kule mwanzoni mwa mlango wetu, tamam. Hakadha, ndio akasema wa huwa,
na huyo naibul fa'il ala qismaini, amegawanyika katika vigawanyo viwili. Dhahirun, kigawanyo cha kwanza ni ismu dhahir, kwa maana kuna naibul fa'il ambaye ni ismu dhahir, wa mudhmarun, na kigawanyo cha pili ni mudhmar, kwa maana naibul fa'il ambaye ni ismu dhamir. Tamam, ismu dhamir. Kama taqaddama nadhiruhu fil fa'ili, kama taqaddama, kama ulivyotangulia, nadhiruhu, mfano wake, fil fa'ili, katika mlango wa fa'il. Kule kwenye babu al-fa'il tumemsoma fa'il na tukasoma vigawanyo vyake vingapi? Ni kama hivi, dhahirun wa mudhmarun. Sasa naibul fa'il naye ana vigawanyo vile vile kama vya fa'il, ndo akasema sawa sawa, ndo akasema kama taqaddama nadhiruhu, kama ulivyotangulia mfano wake, fil fa'ili, katika mlango wa al-fa'il, fil fa'il na kusema fi babil fa'il. Tamam, hakadha. Akaanza na naibul fa'il ambaye ni ismu dhahir. Tamam, akasemaje? Fadhahiru nahwu qawlika, bas naibul fa'il ambaye ni ismu dhahir, nahwu qawlika, ni mfano kusema kwako dhuriba. Akaleta maelezo ya dhuriba, kwa maana alikusudia kusema dhuriba zaidun, lakini katikati ya dhuriba hapa akaleta maelezo, akasema dhuriba bidhammi awwali, kwa kutia dhamma katika herufi ya mwanzo, wa kasri ra'i, na kuitia kasra ra, allati, ra ambayo kabla akhiri, iko kabla ya herufi ya mwisho ya hii fi'l madhi. Zaidun, zaid ndio naibul fa'il. Tamam, ndio akasema fa idha qulta, basi pindi utakaposema dhuriba zaidun, zaidi amepigwa, dhuriba zaidun, zaidi amepigwa, taqulu fi i'rabihi, utasema kwenye i'rabu ya mfano huu, dhuriba fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, wa zaidun naibul fa'ili marfu'un bidhammati dhahira. Tamam, katupa mfano wa madhi, akaingia kutupa katika akaingia kutupa nini? Mfano wa mudhari. Tamam, hakadha, akaingia kutupa mfano wa mudhari, akasema wa yudhrab, na yudhrab bidhammi awwalihi wa fathi ra'i allati qabla akhiri, kwa kuitia dhamma herufi ya mwanzo, herufi yake ya mwanzo. Tamam, bidhammi awwali, kwa kuitia dhamma herufi yake ya mwanzo, wa fathi ra'i allati qabla akhiri, na kuitia fataha ra iliyopo kabla ya herufi ya mwisho ya mudhari. Zaidun, kwa maana alikusudia kusema wa yudhrabu zaidun. Fa idha qulta yudhrabu zaidun, utakaposema anapigwa zaidi au atapigwa zaidi, taqulu fi i'rabihi, utasema katika i'rabu yake, yudhrabu fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'ilu, wa zaidun naibul fa'ili marfu'un bidhammati dhahira. Tamam, hakadha. Wa ukrima amrun, na amrun amekirimiwa, bidhammi awwali al-fi'li wa kasri ma qabla akhiri, wa i'rabu, na i'rabu yake, ukrima fi'lun madhin mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, wa amrun naibul fa'ili marfu'un bidhammati adh-dhahira. Akaendelea kusema Sheikh, wa yukramu amrun, na amrun anakirimiwa, bidhammi awwali al-fi'li wa fathi ar-ra'i allati qabla akhiri, wa i'rabuhu yukramu fi'lun mudhari'un mabniyun lima lam yusamma fa'iluhu, wa amrun naibul fa'ili marfu'un bidhammati adh-dhahira. Tamam. Kwa hiyo mpaka kufikia hapa tutakuwa tumemsoma al-maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu, au kwa jina jingine anafahamika kama naibul fa'ili, lakini pia tukasoma mfano wake mmoja ambaye ni ismu dhahir. Tamam, iwe imetosha, na insha Allah taala kesho tutakuja kummalizia naibul fa'il ambaye ni ismu adh-dhamir. Wa ila huna intahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana, wa hadha assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wal afwa.